Deni la taifa limekuwa mpaka kufikia 100 na huko. Mimi ushauri wangu kwa serikali kwamba hizi fedha ambazo zinakuwa zinakopwa kutoka nje, basi tujaribu kuangalia hata huku kwenye upande wa jamii moja kwa moja, hasa kwenye wimbi la vijana. Vijana wengi sasa hizi wamekuwa hawana ajira, tunakaa tu mtaani. Basi tuiombe serikali fedha hizi kupitia mifuko. Kuna baadhi ya mifuko ambayo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameianzisha, nje na zile fedha za halmashauri zile za 10%, basi angalau fungu liwe linatengwa kwa ajili ya kuwafikia vijana hao ambao hawana ajira. Kuna mabadiliko, na nilichopenda zaidi kwenye bajeti ya mwaka huu ni uondoaji wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye viuatilifu ambavyo itasaidia sekta ya kilimo kukua. Kwa upande mwingine, kitu ambacho kimenifurahisha zaidi kwenye bajeti ya mwaka huu ni serikali sasa kupunguza kodi ya ongezeko la thamani kutoka 18% mpaka 16% kwenye malipo yanayofanywa kwa njia ya mtandao. Na hili litahamasisha watu wengi zaidi kuacha kutembea na keshi na kuweza kulipa kupitia kwa njia ya mtandao, kwa sababu sasa hivi kila kitu ni mtandao. Tunachoweza kujiuliza kama swala hili la huduma ya afya imeboreshwa, tunajiuliza ni kwa nini huduma zile haziakisi moja kwa moja kwa wazee, kwa watoto. Kwa mfano, unakuta wazee matibabu tunasema ni bure, lakini ukienda kwenye hospitali unakuta wazee wanahangaika